Hatimaye tena tukibomba tukiwa sawa zaidi. Mapema tu tarehe 22 ya mwezi wa kwanza 2026 tuko na tamthilia bomba sana kibabe zaidi. Wanasema ni penzi la binti mwizi zidi ya kijana wa kifalme, yani Prince tu. Moja ya kazi bomba sana kwa mwaka 2026, lakini pia kiwa natokea Kitengozi online hizi. Kiwa chini ya Mgojosoni, siku hizi wananiita bai. Kinita kaka mkubwa, mambo yanazidi kutara bindadi. Tarehe 22 tu hakikisha unaungana na sisi kwa ajili ya burudani kabambe zaidi. Wanasema ni juu ya binti ambaye aliamua kuchukua maisha yake kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wananchi ambao kwa pindi hicho walihesabika kama watumwa. Binti huyo alitumia muda wa usiku kuhakikisha anapokonya mali kwa matajiri na kuwapatia watu wa chini ili kuhakikisha maisha yanaweza kubalance mzani. Lakini kumbuka ni vita ambayo ilianzishwa na mkali mmoja ambaye alikuwa anaitwa Sambong. Tafuta picha moja inaitwa Daijong, utanielewa nini ambacho namaanisha. Sasa bibie alisimama nafasi ya kuwa kama shujaa wa kutetea watu ambao wanaishi maisha ya chini. Lakini sasa balaa inakuja kugeuka kwamba Prince kutoka katika jumba la kifalme anaamua kuingia katika kitengo cha wapelelezi kumtafuta mtu ambaye anasadikika ya kwamba yeye ndo anafanyaga shughuli za wizi wa mali za viongozi zaidi. Lakini mbaya zaidi anakutana na mtu huyo katika utambulisho tofauti na ule ambao anaofahamu na kujikuta ameingia katika penzi zito zaidi na binti pasipo kujua ndo mtu ambaye anamtafutaga. Sasa unafikiri nini ambacho kitajiri katika tamthilia bomba zaidi? Hii inakwenda kwa jina la penzi la binti mwizi na Prince. Itatoka tarehe 22 tu katika mitambo salama zaidi ya Falu DJ. Cha msingi hakikisha unazidi kuungana na sisi tu ili uweze kupata burudani bomba zaidi. Na taarifa njema tu ya kwamba kwa mwaka 2026 zile picha za poli zote tazitandika. Kwa hiyo kama kuna mnyatulu yuko target atakutana nacho. Hizi picha lazima ujue historia. Kumbuka Korea imepitia wafalme zaidi ya 36, yani Joseon, na baadaye kuja kuzaliwa taifa ambao likuja kufahamika kwa jina la Republic of Korea. Ni zaidi ya wafalme 36 waliopita katika muunganiko wa kuweza kulizalisha ili taifa ambao leo naliona linafahamika kwa jina la Korea. Na hawa ni Wagojosoni ambao baadaye walikuja kutengeneza taifa likaitwa Joseon. Lakini rejea nyuma zaidi, kuna mambo inaitwa Gaguyeo Kitani War, yani wale wa Yeo ambao walipambana na Wakitan, yani wa Japanese, pembeni wakiwa wa Mongolian ambao ni wa China wa sasa. Hizo hadithi zote ziko katika picha nyingi sana ambazo hapo nyuma nimesha kupigia zaidi. Sasa leo tuko na picha hapa. Hii picha imetengenezwa tu katika mantiki ya kusadikika zaidi. Kwa maana mfalme wa humu hautaweza kupata identity ya kwamba ni mfalme ngapi. Lakini pia ni picha safi sana ambao unaangalia wewe pamoja na watoto wako. Ungana na Falu DJ tu kuweza kupata kazi ambazo zitakuwa bomba zaidi. Sasa awali yetu ni pale ambapo tuliishia katika Saujuyu chapter ambao ni kuambia ndakupatia bonus tu ya kipande kabambe zaidi cha picha ambayo ilikuwa inakuwa kwa jina la Saujuyu. Sasa hebu tuunganishe tu ili kupata muktadha wa yale ambayo alikuwa amejificha katika picha bomba sana Saujuyu. Hii hapa ni bonus episode, yani episode ya bonus tu walitoa wao ili kukamilisha muunganiko wa picha bomba zaidi ya Saujuyu. Sasa usipate mashaka yote, uko na Falu DJ. Mwongozo utakusaidia kuelewa nini ambacho kinajili au kinakuja mbele zaidi. Ili hapa picha tuko nalo tu tarehe 22 pale kusogea Kitengozi online upate kazi safi zaidi kutoka DC Production Jumbra Buzani na Falu DJ ndo utakuwa nasababisha Otala Bintibu. Ungana sisi tu tarehe 22 Januari ya mwaka 2026 tupo na kazi kabambe zaidi. Unasema binti mwizi na kijana wa kifalme. Bonge moja la story. Hakisha tu unaungana na sisi ili upate kitu ambacho kiko sawia zaidi. Tuite Wagojosoni. Hii hapa sound ya Falu DJ baba. Lete chao. Sasa tunaunganisha